Waziri mstaafu na mwanadiplomasia wa zamani Profesa Anna Tibaijuka ametoa tahadhari mkubwa kuhusu mwenendo wa deni la taifa, akieleza kuwa ukopaji wa nchi unaweza kuleta tija ya kiuchumi pale mikopo hiyo inapoelekezwa kwenye matumizi ya uzalishaji badala ya miradi isiyo na faida. Kiongozi huyo ambaye amewahi kushika nyadhifa mbalimbali za juu za kiutawala na kimataifa amebainisha masuala hayo katika makala yake endelevu iliyochapishwa hivi karibuni, akifafanua jinsi nchi inavyoweza kuingia kwenye mtego wa kiuchumi. Tibaijuka amesema kuwa ingawa uwiano wa deni la taifa kwa pato la taifa unaonekana kuwa wastani kimataifa na kikanda, wasiwasi mkubwa wa sasa upo kwenye namna ambavyo malipo ya deni hilo yanavyofanywa sehemu kubwa ya mapato ya ndani ya serikali. Hali hii inatishia uwezo wa serikali kupanga na kutekeleza mipango mingine ya maendeleo kwa kutumia fedha za ndani, kwa sababu fungu kubwa linalokusanywa linarudi kulipa madeni ya nyuma. Mwanadiplomasia huyo wa zamani ameweka mkazo kuwa changamoto kubwa inayokabili uchumi kwa sasa si kitendo cha kukopa pekee, bali ni ukosefu wa mkakati thabiti wa kitaifa wenye nidhamu ya matumizi. Katika uchambuzi wake huo wa kina, Tibaijuka ameeleza kuwa ukopaji unakuwa hatari zaidi pale unapozidi kufadhili matumizi ya kawaida ya serikali, upanuzi wa mifumo ya kiutawala na ufadhili wa masuala ya kisiasa. Amebainisha kuwa matumizi ya umma ya kujionyesha kama vile ununuzi wa magari ya kifahari ya viongozi na ujenzi wa miradi ambayo hutoa faida ndogo ndogo sana za kiuchumi unachangia kwa kiasi kikubwa kurudisha nyuma ustawi wa jamii. Serikali inapoelekeza nguvu kwenye matumizi yasiyo na uzalishaji, inatengeneza mazingira ambayo nchi inajilundikia mzigo mkubwa wa madeni bila kupanua sekta muhimu zinazoweza kusaidia majukumu ya ulipaji wa siku zijazo. Athari za mwenendo huu kwa jamii na uchumi wa Tanzania ni kubwa kwani zinapopunguza uwezo wa serikali kutoa huduma bora za kijamii kama afya na elimu, kwa sababu rasilimali fedha zinazohitajika zinaenda kwanza kwenye kuhudumia madeni. Profesa Anna ameshauri kuwa ili ukopaji ulete mabadiliko chanya ya kiuchumi nchini, ni lazima fedha hizo zielekezwe moja kwa moja kwenye kufadhili miundo mbinu wezesha. Ametaja miundo mbinu hiyo kuwa ni pamoja na ujenzi wa barabara, reli, nishati ya umeme na mifumo ya kisasa ya umwagiliaji mashamba ama unyunyiziaji mashamba, ambayo ni uwezo wa kupanua sekta ya uzalishaji. Uwekezaji wa aina hii unasaidia kuongeza uwezo wa nchi kuzalisha nafasi mpya za kazi kwa vijana, kuongeza mapato ya kodi ya serikali na kukuza mauzo za bidhaa nje ya nchi ili kupata fedha za kigeni. Kutokana na historia yake ya uongozi ndani ya serikali na mashirika ya kimataifa, ushauri wa Profesa Anna unaleta mtazamo mpya wa kiutawala unaotaka kuwepo kwa uwajibikaji wa hali ya juu katika usimamizi wa fedha za umma. Taasisi zinazohusika na upangaji wa bajeti na usimamizi wa deni nchini zinakabiliwa na jukumu la kuhakikisha kuwa mikopo yote inayochukuliwa inafanyiwa upekuzi yakinifu wa kiuchumi kabla ya kuidhinishwa. Tibaijuka amehitimisha makala yake kwa kuonya kuwa ubora wa matumizi ya mikopo hiyo una umuhimu sana kabisa na kiasi kinachokopwa kutoka kwa wafadhili au masoko ya kimataifa. Kiongozi huyo amesisitiza kuwa usimamizi mbovu wa mikopo hiyo unaweza kuacha kovu kubwa na mzunguko
mbaya wa upotevu wa kiuchumi nchini ambao unaziathiri visasi vya sasa na vya baadaye. Mwenendo huu unahitaji mabadiliko ya haraka ya sera za usimamizi wa fedha au kupunguza ununuzi wa mali zisizo na tija ili kuhakikisha kuwa kila shilingi inayokopwa inasalisha dhamana inayotegemewa na itachangia kukuza sekta za uzalishaji nchini kote. Mawazo haya ya wataalamu yanatoa picha halisi ya jinsi uchumi wetu unavyoweza kuimarika iwapo nidhamu ya kifedha itazingatiwa katika ngazi zote za maamuzi ya serikali. Kumekuwa na malalamiko ya mara kwa mara kutoka kwa wabunge na wadau wa maendeleo kuhusu ucheleweshwaji wa fedha za miradi ya maji na ya afya vijijini, hali inayochangiwa na kubana kwa matumizi ili kutoa kipaumbele kwenye ulipaji wa madeni ya nje na ya ndani. Hii linadhihirisha wazi athari za moja kwa moja za mzigo wa deni kwa wananchi wa kawaida ambaye anasubiri kuboreshewa huduma za msingi za kijamii katika maeneo yake. Ununuzi wa magari makubwa ya kifahari kwa ajili ya viongozi wa umma umeendelea kuzua mijadala mikali kwenye majukwaa mbalimbali, kwani gharama za uendeshaji na matengenezo ya vyombo hivyo zinatumia rasilimali ambazo zingeweza kuelekezwa kwenye ununuzi wa vifaa vya matibabu au ujenzi wa madarasa mapya kwenye shule zetu. Wizara ya Fedha na Mipango inakabiliwa na kibarua kigumu cha kusawazisha urari wa maripoti na matumizi, huku ikielekeza mikakati ya ukusanyaji kodi bila kuumiza wafanyabiashara wadogo na hata kati ambao ndio uti wa mgongo wa nchi. Changamoto inazidi kuwa kubwa pale ambapo vyanzo vya ndani vya mapato vinavyoshindwa kukua kwa kasi inayolingana na kasi ya ukopaji na malundikano ya riba kutoka kwa taasisi za kifedha za kimataifa. Hatua za dharura za kudhibiti ubadhirifu wa mali za umma na kubana matumizi yasiyo na lazima ni nguzo muhimu sana zinazoweza kusaidia kuinusuru nchi isiingie kwenye mgogoro mkubwa wa kifedha huko mbeleni. Ni dhahiri kuwa ushauri uliotolewa na kiongozi huyu mstaafu unapaswa kuchukuliwa kama dira ya kuboresha mifumo ya usimamizi na uhakikisha uwazi wa mikataba yote ya mikopo mikubwa. Mazingira ya sasa ya uchumi ya kikanda yanahitaji nchi kuwa na athari kubwa katika maamuzi yake ya kifedha, kwani mabadiliko yoyote ya soko la kimataifa yanaweza kuathiri viwango vya riba na uwezo wa kulipa madeni kwa wakati uliopangwa. Ripoti mbalimbali za ukaguzi wa hesabu za serikali zimekuwa zikionyesha uwepo wa miradi kadhaa ambayo imesimama au kuzuazua licha ya fedha za mikopo kuwa zimeshatolewa, jambo linaloonyesha mapungufu katika usimamizi wa miradi hiyo tangu hatua za mwanzo.